Sehemu ya kwanza, Mungu anayotumia imani inayoleta uponyaji kwa mtu ni sehemu ya Mungu kutumia imani ya watu wengine ili kuponya watu wengine. Mungu anatumia imani ya watu wengine kuleta uponyaji kwa watu wengine. Tumeona katika Ayubu sura ya 42, Ayubu sura ya 42 mstari wa 7 hadi wa 10. Marafiki zake na Ayubu walimkosea Mungu. Mungu anamwambia Ayubu awaombee rafiki zake naye atawaponya. Marafiki zake walikosea, Mungu aliruhusu ile hali ya msamaha na uponyaji kupitia mtumishi wake Ayubu. Wale waliponywa sio kwa sababu walikuwa wanamwamini Mungu, ni kwa sababu Ayubu alitumiwa kama sehemu ya uponyaji wao. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo ndio kundi la kwanza. Mfano mwingine tunaona namna gani Mungu anavyomtumia mtu, anavyomponya mtu aliyepooza. Ni imani ya marafiki zake wale wanne kwenye Marko sura ya 2 mstari wa 1 hadi 12. Yesu Kristo alipoona imani ya wale marafiki zake wanne, wanatoboa paa, make pale hapo alihubiria Yesu Kristo kulikuwa pamejaa. Wanatoboa paa, wanamshusha na machela kwa kamba. Alipoona imani ya wale marafiki wanne, alimponya rafiki yao alikuwa amepooza. Kuna mtu mmoja anaongea hapo jamani, mpendwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anaweza kaona imani yako wewe akawaponya wengine hata kama hawaamini, hata kama wapo koma, wako ICU. Ukatumiwa kama sehemu ya kupitisha uponyaji, mawimbi ya uponyaji wa nguvu za Mungu. Tunamwona pia akida yule askari kwenye Mathayo sura ya 8 mstari wa 5 hadi wa 13. Mtumishi wake, mfanyakazi wake nyumbani, yeye hakuamini. Yesu hakusema imani ya mfanyakazi wa akida ni kubwa. Yesu aliona imani ya yule akida ni kubwa, akaruhusu nguvu ya mawimbi ya uponyaji yakamponya yule mtumishi kule alipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha rahisi, hakuna umbali katika ulimwengu wa nini? Hakuna umbali katika ulimwengu wa roho. Yuko mwanamke Mkananayo, imani ya mama isababisha uponyaji kwa binti yake. Huyu mwanamke Mkananayo, Mathayo sura ya 15 mstari wa 21 hadi wa 28. Binti yamkini hakuamini Mungu. Yesu Kristo aliona imani ya huyu mwanamke Mkananayo akamponya binti yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna imani ya washirika wa kanisa la awali. Mara baada ya Dorcas Tabitha kufa, ni washirika ndio walimwendea mtume Petro, si ndio? Wakasema haiwezekani mtu huyu kufa. Kwa hiyo Mungu alitumia imani ya washirika kanisani kumfufua Dorcas Tabitha kupitia mtumishi wake Petro. Yamkini kama wasingeenda, Mungu asingetumia hiyo imani ya wale washirika na Petro asingetumiwa kumfufua Dorcas. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi na wewe tunahitajika sana kwa ajili ya watu wengine huko waweze kuona nguvu ya utendaji wa Mungu ikiwaponya, ikiwafungua na kuwaweka huru. Sehemu ya pili ni imani ya mtumishi husika kuponya wenye udhaifu. Imani ya mtumishi husika. Tunamwona nabii Elia anamwombea mtoto wa mjane kwenye Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa 21 na 22. Mtoto hakuwa na imani kwa Mungu, alikuwa amekufa tayari. Kwa hiyo hakuweza kuamini. Lakini Mungu alimtumia nabii Elia kuruhusu yule mtoto wa mjane kufanyaje? Kufufuka. Mfano mwingine ni nabii Elisha alimwombea mtoto wa Shunamimithi kwenye Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa 33 hadi 35. Bwana Yesu asifiwe. Nabii Elisha maombi yake kwa mtoto alifungua macho yake, sio kwa sababu aliamini, ni kwa sababu kuna mtumishi anamwamini Mungu. Kwa hiyo kuna watu wengine tunakutana nao katika jamii, tunaona kabisa imani yao ni haba, lakini kwa sababu kuna rehema na neema ya Mungu iko available wakati huo, kupitia imani zetu sisi, wale wanapokea uponyaji na Mungu anawagusa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Petro na Yohana walipomwendea yule kiwete alikuwa amekaa hekaluni, kwenye Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 6, wa 7 na ule wa 16. Sio imani ya yule kiwete, ya yule mlemavu. Hakuwa na imani. Bado alikaa pale hekaluni miaka chungu nzima akiwa akiomba. Kwa hiyo hakuamini katika uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu aliangalia imani ya watumishi wake Petro na Yohana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasema hatuna fedha wala dhahabu, lakini tulicho nacho sisi upokee. Kwa jina la Yesu Kristo simama ufanyaje? Uende. Kwa hiyo watu walizani kama hii tutakutana nao wengi katika familia na jamii tunazoishi. Wagonjwa walikuwa barabarani, hawakumwamini, waliwekwa tu, walitekeshwa, walikuwa hawawezi. Lakini kwenye Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 16 na wa 15 na 16, Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 15 na 16. Lakini walipotekeshwa kwa barabarani, walikuwa wanasubiria kivuli cha watumishi wa Mungu Petro wapite kiweze kuwaponya. Wao walikuwa hawana imani, lakini waliowaweka, si ndio? Walijua kabisa Petro akipita pale, akiona hali yao udhaifu na ugonjwa, na mitume wengine watapokea uponyaji. Kupitia Mungu akatumia kivuli cha Petro akawaponya. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kitabu cha Yakobo sura ya 5, Yakobo sura ya 5 mstari wa 14 hadi 16. Anasema kama kuna asiyeweza, yaani kama kuna mgonjwa, kama kuna mtu dhaifu katika kanisa. Yakobo anaandika, anawazungumza na wapendwa kanisani. Kama yoyote yule anayeumwa, aliye dhaifu, ni mgonjwa, aone wazee. Wazee watamwombea, watampaka mafuta, hapo atafanyaje? Watamponya. Kwa hiyo kupitia imani za wazee Mungu anawatumia, akisema wazee hapa elders ni watu ambao wanawasimamia wengine kiroho. Haimaanishi ni wazee wa umri. Mtu anaweza kuwa ni mzee lakini ni kijana, kulingana na hekima na maarifa ya Mungu aliyonayo. Wanaweza tuwe akisema wazee haimaanishi ni umri, kwa mtu ana umri au umri ushamwacha. Kwa hiyo ni sehemu ya 3 ya namna Mungu anavyotumia imani kuponya. Sehemu ya pili. Sehemu ya 3 ni imani ya mtu husika kwa Mungu inayoleta uponyaji wa Mungu. Na mifano tunayo mingi. Tunao mfano yule mwanamke aliyetoka na damu kwa muda wa miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Kule Marko sura ya 5 mstari wa 25 hadi 34. Tunao mfano wa Bartimayo kipofu alipomwona Yesu Kristo anapita, kwenye Mathayo sura ya 20 mstari wa 29 hadi 34, au Marko sura ya 10 mstari wa 6 hadi 52. Ni Bartimayo kipofu ndio aliyohangaika, akamuita Yesu Kristo mwana wa Daudi ni rehemu. Ni mtu mwenyewe anaipambania imani yake ili aweze kupona. Yule mwanamke aliyetoka damu ni yeye mwenyewe alisema nitapogusa tu pindo. Alijua sheria za Wayahudi haziruhusu mtu ambaye anatoka na damu atangamane na watu, lakini aliamini, akaipambania imani yake. Mtu mwenyewe anaipambania mpaka aone udhihirisho wa nguvu ya Mungu kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia yuko mwanamke Msamaria yule ambaye kuwa mgongo wake umepinda una kibiongo kwa muda wa miaka 18. Yesu Kristo alimponya kwa kuwa aliona imani ndani yake. Akasema, ewe mwana wa Ibrahimu, wewe unayeamini. Kwenye Luka sura ya 13 mstari wa 10 hadi 17. Wako watu 10 waliomfuata Yesu Kristo waliokuwa na ukoma. Kwenye Luka sura ya 17 mstari wa 11 hadi 19. Yesu Kristo alipoona ile imani yao ya kuja kanisani, kuna watu wengine waweza wakaponywa mpaka watoke huko walipo, wafuate kanisa liko wapi. Kile kitendo cha kutoka kule na kusema naenda kanisani nitapokea uponyaji, Mungu ataitumia imani yao hiyo ya kutoka huko na watapona. Wako watu ambao ni rahisi sana kwenda kwa waganga wa kienyeji, ni rahisi sana kukimbilia hospitalini na kupoteza gharama nyingi, lakini ni vigumu sana, shetani amewakamata kukimbilia wapi? Kanisani. Wako watu design nyingi, na watu kama hao uponyaji wao hauko huko, hata hauko huko hospitali, ni mpaka mioyo yao itakapoamini kwamba kuna Mungu, wakimbilie kanisani kule maombi, ndio Mungu atawaponya.